na mechi moja tu kuja kuhakikisha kwamba tuna qualify. Ndio kitu ambacho tuliongea, na ndio maana mimi narudi nyumbani. Kwa hivyo mimi bado ni mwajiri wa TFF, narudi kwenye majukumu yangu mengine. Sasa wakikwambia pengine mrudi mpige dili, upo tayari kocha Morocco? Hamna kitu kama hicho kwa sasa. Na sasa unawaona Simba kwa aina ya kikosi walichonacho, unawaona wakifika mbali zaidi mara baada ya kukamilisha kazi yako ambayo walikupatia siku ya jana kwenye mchezo ule? Unawaona kwa aina ya kikosi walichonacho kufika mbali zaidi? Of course Simba na wachezaji wazuri, individual mmoja na wamekuwa wazoefu kwa mashindano ya kimataifa kwa muda mrefu. Sio, nafikiri wakirudi pamoja, wakiwa wamoja, lakini wakiwa wamoja, wakiangalia makosa ambayo wamefanya kwenye preliminary round, wana uwezo wa kushinda mechi inayofuata na kuingia katika group stage. Umesema wakiwa wamoja, lakini kuna kitu umeng'amua, umegundua kuhusu unit hapo ndani ya klabu ya Simba? Bwana wewe mtu mzima bwana, ukisema kitu kama hicho tena utakoshaelewa. Wewe umeificha kodi, sisi wenyewe ndo tujue namna ya kuifichua, kocha Morocco. Unajua wewe mwenyewe. Kwa hiyo akili za kuambiwa tuchanganye na za kwetu. Nafahamu. Bana kocha Morocco, hebu pokea swali moja kutoka kwa Peter Pasha. Pengine kocha Morocco umewachia ushauri gani sasa Simba Sports baada ya kumaliza mechi hii ya jana na umesaidia kuvuka hatua inayofuata ya hatua ya pili? Umewachia ushauri gani? Jamsikia. Anakuuliza umewaachia Simba ushauri gani mara baada ya hatua ya jana kuqualify? Umewapa neno gani la busara pengine, ama neno kama la usia? Nini wakifanye? Nini wafanye? In general kama team sio? Ndio. Kuna vitu vingi vya kuadapt haraka zaidi ili kuweza kuwa timu bora na muda mchache. Kwa hivyo nitajaribu kuandika short report alafu tena watajua nini wanaweza kufanya. Ila kwa usajili waliofanya unahisi watu wanao, ila tu wawe na umoja. Kocha Morocco, lakini Morocco kwa kumalizia hapa umezungumzia intensity. Kapotea.